Tunajiona kabisa kwamba tumempoteza, hatunaye. Nataka niwaambie tunaye, yupo kwenye mioyo yetu. Baba wa Taifa alipokuwa analihutubia taifa kwenye kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Edward Moringe Sokoine mwaka 1984, alisema tutamkumbuka marehemu Sokoine si tu kwa sababu alikuwa mchapakazi, kwa sababu wako watu wengine wanachapa kazi. Tutamkumbuka hayati Moringe Sokoine si tu kwa sababu ya akili yake, kwa sababu watu wengi wana akili zao, lakini tutamkumbuka Moringe hayati Edward Sokoine kwa sababu alikuwa mzalendo. Wakati wale walikuwa wachapakazi na akili nyingi, hawakuwa wazalendo. Na tutamkumbuka Edward Moringe Sokoine kwa sababu alikuwa na busara, hekima katika kutekeleza wajibu wake. Wakati wengine waliokuwa wanaweza kuchapa kazi hawakutumia busara na hekima katika kufanya kazi zao. Naomba kunukuu, leo hii tuko hapa kwenye kumbukizi hii, hatuwezi kujitenga na sifa hizi kwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Alikuwa mchapakazi, alikuwa na akili za ndani ya darasa, lakini pia hata nje katika kutekeleza majukumu yake. Alikuwa ni kiongozi mzalendo. Uzalendo unajengwa na uwajibikaji, uaminifu, uadilifu, lakini pia kupenda maendeleo na matokeo ya kazi hizo. Huu ndio uzalendo. Hayati yeye alikuwa ni mtu mkweli, lakini pia alikuwa hana mzaha katika mambo yake na ni mkali. Alikemea maovu, wezi wala rushwa, wabadhirifu wa mali za umma, na yule ambaye hakufuata misingi hii aliachana naye. Huu ndio ulikuwa utaratibu wake. Leo pia tunamkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sisi ambao tulikuwa karibu naye tuliweza kushuhudia na kunufaika na busara zake na hekima zake katika kuongoza taifa hili, na hasa kutambua rasilimali za nchi na wananchi wenyewe na wanyonge wakiwepo.